Rapokoria Sata. You're moving now. Rapokoria Masata. Chains are broken up. Bonnets are broken up. Rapokoria Sata. We're speaking freedom in the holy name of Rapokoria. Rapakaraba Sata. Rapokoria. Rabasaka, Holy Spirit, use that to make this world, use that to make this live. Holy Spirit, roll upon us, watu wanapokea ibada, 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 mahali walipo, watu wanapokea ibada, watu wanapokea ibada, watu wanapokea ibada. Akisha kuachilia ndani yako huyo Roho Mtakatifu, you receive the power. Asante kwa kumwachilia Roho wako Mtakatifu mahali hapa. Asante kwa kuachilia Roho wako Mtakatifu mahali hapa. Asante kwa kumwachilia kwa nguvu Roho wako Bwana katika ibada hii. Katika jina la Yesu unaweza kukaa kwenye kiti chako. Karabushata kwa utulivu kabisa. Ramasata yuko hapa Bwana. Na nguvu zake zinatenda kazi mahali hapa. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Yupo Bwana mahali hapa. Na nguvu zake zinatenda kazi mahali hapa. Ni wale tu wanaoona ndio wanaokutana na nguvu za Bwana. Ni wale tu ambao wamejibidiisha ndio wanaokutana na nguvu za Bwana. Ni wale tu ambao walipoingia kwenye ibada hii, kwenye eneo hili, walimwambia Bwana, ninatamani nikuone. Ninatamani nikutane na nguvu zako. Uta experience nguvu za Mungu kwa jinsi ya tofauti kabisa, kwa sababu umeingia kwenye nyumba ya Bwana na umeadhimia ndani ya moyo wako kukutana na Mungu. Asante sana. Kama una kitabu chako kilichoandikwa Moyo wa Ibada, unaweza kukichukua hapo ulipo. Kitabu chako kilichoandikwa Moyo wa Ibada, tukiwa tunafanya mapitio ya kitabu hiki ambacho Mungu ametupa kwa neema yake tujifunze mambo mengi yanayohusiana na ibada. Mambo mengi yanayohusiana na ibada. Kitabu chako kilichoandikwa Moyo wa Ibada na mwandishi ni mchungaji Peter Ndole, ukurasa ule wa 37 sura ya 6, ukurasa ule wa 37 sura ya 6, utakutana na maneno hapo yanayosema waabuduo halisi. Sura hii ya 6 leo ambayo tunaingia, tunataka kuangalia wale wanaomwabudu Mungu halisi, waabuduo halisi, wale ambao wanaabudu kweli kweli, wale ambao ni waabudu halisi. Utakumbuka sura ya 5 tulikuwa tunaangalia kiu na nia ya kumwabudu Mungu. Kiu na nia ya kumwabudu Mungu. Na tuliona mambo mengi pale ambayo yanampeleka mtu kumwabudu Mungu. Hakuna namna mtu anaweza kumwabudu Mungu kama hana kiu na nia ndani yake ya kumwabudu Mungu. Sasa sura hizi zinafuatana kutupa mtiririko wa mawazo yatakayotusaidia kuwa na ibada sahihi kwenye mioyo yetu. Ndio maana sura hii ya 6 tunaangalia kuhusiana na wale ambao ni waabudu halisi. Waabudu
halisi. Na nitachambua mambo machache tu siku ya leo. Taangalia sifa za mwabudu halisi, lakini pia ishara ambazo zinamuonesha huyu mtu ni mwabudu halisi ama si mwabudu halisi. Tutaangalia vitu hivyo siku ya leo, vitu viwili tu hivyo vikubwa. Ukurasa ule wa 37 mstari ule paragrafu ya kwanza nataka nikusomee hapo, alafu tuchambue kidogo. Mwandishi anaandika kusema, mtu yeyote aliye makini katika mambo ya usuyo Mungu atatafuta sana kufanya jambo la kimungu katika namna ya kimungu. Mtu yoyote aliye makini katika mambo ya usuyo Mungu atatafuta sana kufanya jambo lolote la kimungu katika namna ya kimungu. Atajitahidi kufanya jambo lolote la kimungu kwa kufuata utaratibu alioagiza Mungu ili kumpendeza Mungu. Wengi miongoni mwa Wakristo hatujalipa swala la kumwabudu Mungu uzito unaostahili. Kumbuka tumesema wamwabuduo Mungu, wamwabuduo halisi. Tunataka kuangalia watu ambao wana ibada ya kweli, watu ambao wanatoa ibada sahihi, wanaomwabudu Mungu kweli kweli. Sasa mtumishi wa Mungu anaanza kutuonesha hapa, anasema mtu yeyote aliye makini kuhusu mambo yanayomhusu Mungu atatafuta kwa bidii, kwa usahihi, kujua mambo yanayomhusu Mungu na namna hayo mambo anaweza kuyafanya kwa usahihi wote. Atajitahidi sana alifanye hilo jambo kwa namna ya kimungu. Maana yake anataka kutuonesha kwamba mtu ambaye ndani yake anatafuta kweli kumwabudu Mungu sawa sawa, maana yake atatafuta kumwabudu Mungu kwa namna iliyo sahihi, kwa namna ambayo itakuwa inampendeza Mungu sawa sawa. Ndio maana ameanza kutuambia wamwabuduo halisi. Sasa tutaona hapa mbele baadaye kama anazungumzia wamwabuduo halisi, maana yake kuna watu ambao pia hawamwabudu Mungu sawa sawa. Maana yake kuna wasio mwabudu sawa sawa. Mtu asiye, kama kuna mtu mwenye ambaye anamwabudu Mungu sawa sawa, kuna mtu pia ambaye amwabudu Mungu sawa sawa. Sasa paragraph anasema, kwa sababu hiyo tumetengeneza taratibu zetu tukidhani ndio tunamwabudu Mungu, ndio kumwabudu Mungu halisi, katika hali ambayo kila mtu anadhani yuko sahihi katika utaratibu anavyomwabudu Mungu katika dhehebu lake na maisha yake. Ni vigumu kusema kuwa dhehebu fulani lina utaratibu sahihi wa kumwabudu Mungu au mtu fulani anamwabudu Mungu inavyotakiwa. Kumbuka huko mwanzo mtumishi wa Mungu alituambia tumejitengenezea utaratibu, ili utaratibu huu umsaidie mtu kumwabudu Mungu kwa namna fulani. Lakini tulisema ibada inatoka ndani, inaanza ndani ya mtu. Kwa hiyo kama ibada inaanza ndani ya mtu, inatoka ndani ya mtu, utaratibu hauwezi kumzuia mtu kuwa na ibada ya kweli. Lakini anasema wakati mwingine udhehebu, au tunazungumzia madhehebu yetu na utaratibu uliowekwa kwenye madhehebu yetu, tunafikiri tunapokuja kanisani, tunapofuata ule utaratibu wa madhehebu ambayo tunaenda, basi tukitoka hapo basi tumemwabudu Mungu. Lakini hiyo sio kweli. Mtumishi wa Mungu anasema kuna namna ambapo tunapaswa kuelewa sisi kumwabudu Mungu kuna maanisha nini, au mtu anayemwabudu Mungu kweli kweli anatakiwa aweje, anatakiwa aonekane vipi. Si ndani tu ya utaratibu wa kidhehebu, lakini kuna kitu cha kwake binafsi ambacho anatakiwa akionyeshe nje na utaratibu ambao umewekwa. Tunaweza tukawa na utaratibu mzuri wa ibada kwa sababu ya kukupeleka wewe kukutana na Mungu, lakini kama ndani hukujiandaa, kama ndani hauna ibada, kama ndani moyo wako hauko sawa, uwe na uhakika utaingia kwenye nyumba ya Mungu, lakini utatoka kama ulivyoingia. Kwa sababu gani? Haujamfanyia Mungu. Mungu anapokutazama anaona kabisa haujamfanyia ibada sawa sawa. Kwa hiyo unakuwa sio mwabudu halisi, si mwabudu wa kweli. Umeingia tu kanisani kutimiza utaratibu wa kuja kanisani Jumapili. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu anasema katika hali hiyo Yesu anatofautisha kati waabudu halisi na waabudu wasio halisi
bila kujali dhehebu la mtu na utaratibu wake. Lakini sasa inakuja tasoma hapo. Kwa hiyo kwa namna hiyo, haya ambayo nimeeleza, utaona mtumishi wa Mungu anakuja kutueleza sasa kwamba Yesu anapozungumza juu ya waabuduo halisi, anatuonesha kabisa kuna watu ambao wanamwabudu Mungu halisi sawa, ni waabudu halisi, na watu ambao hawana ibada halisi ndani ya au waabuduo wasio halisi. Sasa fungua kile kitabu cha Yohana sura ile ya 4 na mstari wa 23. Kuna mambo makubwa hapo utajifunza hapo. Kitabu kile cha Yohana, Injili ya Yohana sura ile ya 4, sura ile ya 4 na mstari wa 23. Yesu alipokutana na mwanamke yule Msamaria pale kisimani, sura ile ya 4 na mstari wa 23, alimweleza mambo haya yule mwanamke Msamaria. Akamwambia, saa inakuja na sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba anawatafuta watu kama hao wamwabudu. Kitabu cha Injili ya Yohana sura ile ya 4 na mstari wa 23. Biblia inasema, lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba anawatafuta watu kama hao wamwabudu. Injili ya Yohana sura ile ya 4 na mstari ule wa 23. Kama nilivyokuambia, mtumishi wa Mungu anasema katika hali hiyo Yesu anatofautisha kati ya waabuduo halisi na waabuduo wasio halisi. Kumbuka sura hii ya 6 tunaangalia waabuduo halisi, lakini kama kuna waabudu halisi, kuna waabudu pia wasio halisi. Maana kuna watu ambao wanatoa ibada isiyo halisi ndani yao. Sasa Injili ya Yohana sura hii ya 4 na mstari wa 23, Yesu alipokutana na mwanamke Msamaria pale kisimani, anatuonesha kumbe kuna watu ambao ni waabudu halisi na watu ambao si waabudu halisi. Mtumishi wa Mungu anatuonesha kwa mfano huu wa mwanamke Msamaria alipokutana na Yesu pale kisimani. Sasa kuna mambo ambayo hapo sasa tutayaona. Anasema hapa tunaona kuwa Mungu anashughulikia kutafuta aina ya watu wanaotakiwa kumwabudu. Biblia inawaita waabudu halisi. Kama unataka kumwabudu Mungu, lazima uwe mwabudu halisi. Kama waabudu halisi, maana yake kama kuna waabudu halisi, maana yake kuna waabudu wasio halisi. Kwa mfano huu wa mwanamke Msamaria kisimani alipokutana na Yesu, na Yesu anamwambia mstari huu wa 23, lakini saa inakuja ambayo Mungu wamwabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, na Bwana Mungu anawatafuta watu wa namna hiyo wamwabudu. Kwa hiyo Yesu alitaka kushughulikia na kutuonesha kwamba kuna watu ambao ni waabudu halisi na kuna watu pia ambao si waabudu halisi. Kama nilivyosema hapo mwanzo, watu ambao wanaweza kuingia kwenye nyumba ya ibada, lakini wakafikiri ibada inapoisha, wanapotoka kurudi majumbani, wametoka wakiwa wamemfanyia Mungu ibada, kumbe hawajafanya ibada ya kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawajawa na ibada, kwa maana hiyo si waabudu halisi. Ni waabudu tu ambao wamefuata utaratibu wa dhehebu na dini, lakini hawajakamilisha, hawajawa na ibada kamili mbele za Mungu aliye hai. Kwa mfano wa huyu mama Msamaria, huku mbele tutaona mama Msamaria alikuwa anafahamu kwamba wazazi walikuwa wanamwabudu Mungu katika mlima mahali pale, na Yesu alikuwa anafahamu hivyo kabisa. Lakini pamoja na kwamba alikuwa anafahamu kwamba wazazi wake walikuwa wanamwabudu Mungu katika mlima ambao walikuwa wanamwabudu, lakini hawakuwa na ibada ya kweli ambayo walikuwa wanaiachilia kwa Mungu aliye hai. Hawakuwa na ibada ya kweli ambao wanaiachilia kwa Mungu aliye hai. Sasa mtumishi wa Mungu anatuuliza swali, mimi na wewe tupo kwenye kundi la aina gani kati ya watu ambao ni waabudu halisi na watu ambao si waabudu halisi? Hili ni swali la mimi na wewe kujiuliza. Tupo kwenye kundi la aina gani? Waabudu halisi ama waabudu wasio halisi,
au wasio na ibada halisi kwa Mungu aliye hai. Kwa sababu nimekwambia nitakuonesha sifa za mtu ambaye ni mwabudu halisi, lakini nitakuonesha ishara ama dalili, sawa sana mwandishi alivyoandika hapa, za mtu ambaye hana ibada halisi au si mwabudu halisi. Alafu utajijua mahali hapo kutokea hapo. Je, ni mwabudu halisi ama si mwabudu halisi? Sasa kulingana na swali ambalo nimekuuliza, ili ujitathmini na kujitafakari, mimi na wewe kujijua tupo kwenye kundi gani kati la waabudu halisi na waabudu wasio halisi. Unapaswa kuzijua sifa za mtu mwenye kwanza anayemwabudu, mtu ambaye ni mwabudu halisi. Sifa ya kwanza ya mtu ambaye ni mwabudu halisi, ambao sasa mimi na wewe natamani tuifahamu hiyo. Mtu ambaye ni mwabudu halisi anajua anachokiabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu ameandika hapo. Anasema Yesu anatoa sifa za mwabudu halisi. Sifa ya kwanza, mtu ambaye ni mwabudu halisi anajua anachokiabudu. Anajua anachokiabudu. Kwa hiyo mtu ambaye ni mwabudu halisi anajua anachokiabudu, anakifahamu anachokiabudu, anakielewa anachokiabudu, anakitambua anachokiabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kinyume chake, kama hujui unachokiabudu, maana yake si mwabudu halisi. Bwana asifiwe sana. Kama hujui unayemwabudu, humjui unayemwabudu, maana yake si mwabudu halisi. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu mtu anaye au mwabudu wa kweli au mwabudu halisi anajua anachokiabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi anasema hivi, Yesu tunayemwabudu au yule unayemwabudu au kile tunachokiabudu ndicho kitaamua tabia zetu na matendo yetu. Ni rahisi sana mtu kuabudu bila kujua kile anachokiabudu. Maneno haya ni muhimu sana, kama unaweza kuyapigia mstari. Anasema yule tunayemwabudu au kile tunachokiabudu ndicho kitakachoamua tabia zetu na matendo yetu. Yule tunayemwabudu au kile tunachokiabudu ndicho kitakachoamua tabia zetu na matendo yetu. Maana yake, tafsiri yake ni kwamba yule unayemwabudu anaamua tabia yako au maisha yako yaweje. Kumbuka tulisema maisha ni ibada, na ibada ni kumtumikia Mungu aliye hai. Kama kweli unamwabudu Mungu aliye hai, maana yake tutaona udhihirisho kwenye maisha yako, tutaona udhihirisho kwenye tabia yako, tutaona udhihirisho kwenye mwenendo wako. Tutasema huyu anamjua Mungu aliye hai anayemwabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana mtumishi anasema kile tunachokiabudu ama yule unayemwabudu ndiye anayeamua tabia. Kwa hiyo tutamjua huyu mtu ni mwabudu halisi na anajua anayemwabudu. Kama anamwabudu Mungu aliye hai, tutaona kwenye mwenendo wake, tutaona kwenye tabia yake, tutaona kwenye maisha yake, tutaona kwenye jumla ya maisha yake ya kila siku, akiwa kazini kwake, akiwa nyumbani, akiwa na familia yake, akiwa kanisani, popote pale. Tutamjua huyu mtu ni mwabudu halisi kama tutaona udhihirisho wa yule anayemwabudu kupitia maisha na tabia yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa maana yake nimesema hizi ni sifa za mtu ambaye anajua, au za mtu ambaye ni mwabudu halisi. Kwanza anajua anachokiabudu. Sasa mimi na wewe tunapaswa kujichunguza. Tunajua tunachokiabudu? Tunamfahamu tunayemwabudu? Kwa sababu kama tunamfahamu tunayemwabudu, tutajipima kwenye maisha yetu. Nimekuwa nikisema kama mtumishi alivyosema hapa, Mungu anajifunua au kwetu tunamdhihirisha Mungu katika maeneo makubwa matatu haya. Moja ni jumla ya maisha, lakini namna unavyosema, namna unavyofikiri, namna unavyotenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya yote yatadhihirisha ni Mungu gani uliyembeba kwenye maisha yako. Tutakuona namna ambavyo unafikiri, una hekima ya kimungu ndani yako. Tutakuona namna ambavyo unasema, maneno yako yamekolea chumvi
au ni maneno tu ya namna fulani fulani ambayo ni sawa sawa na watu ambao ni wa dunia hii. Tutakuona matendo yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jumla ya maisha yako yatadhihirisha, kwa maana kwamba tabia yako yatadhihirisha kile unachokiabudu. Na ndio maana mtumishi wa Mungu anatoa tahadhari hapa, anasema kwamba anasema ni rahisi sana mtu kuabudu bila kujua kile anachokiabudu. Ni rahisi sana mtu kuabudu bila kujua kile anachofanyaje, anachokiabudu. Yaani mtu anaweza akaja kanisani lakini hajui anayemwabudu. Mtu anaweza kushiriki kwenye ibada fulani lakini hajui yule anayemtolea ibada ni mtu wa namna gani au ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni rahisi sana mtu kushiriki au kuabudu bila kujua anachokiabudu. Lakini mwabudu halisi anajua kile anachokiabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwandishi anasema ziko sababu nyingi zinazoweza kumfanya mtu aabudu asichokijua. Ziko sababu nyingi zinazoweza kumfanya mtu aabudu asipokijua. Mojawapo, sababu ya kwanza ambayo inamfanya mtu aabudu asichokijua ni mfumo, anasema ni kurithi mfumo wa ibada na hali ya kuabudu. Hii ni sababu ambayo inaweza kumfanya mtu kuabudu asichokijua. Amerithi mfumo wa ibada au hali ya kuabudu, amerithi mfumo wa ibada. Chukulia mfano, umezaliwa kwenye familia ambayo unawaona wazazi wanaenda kanisani, kila Jumapili wanasisitiza kwenda kanisani. Inawezekana kabisa unajua kabisa mahali wanapoabudu na dhehebu umelishika sawa sawa na dini umeifahamu sawa sawa. Lakini kumbuka kule tulisema kwenye sura ya 5, hauwezi ukawa muabudu Mungu kama haujakutana na Mungu sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi ukatoa ibada ya kweli kama haujakutana na Mungu sawa sawa. Ndipo ambapo mamajusi walidhihirisha hili. Walipokutana na Yesu ndipo ibada yao wakamtolea Mungu ibada iliyo ya kweli. Kwa hiyo kama kibinafsi haujakutana na Mungu, umerithi mfumo wa udhehebu, umerithi mfumo wa dini, kwa sababu wazazi wanaenda kanisani, kwa sababu umeona ndugu wanaenda kanisani, na wanapotoka Jumapili pale hakuna mtu anayetakiwa kubaki, unalazimishwa kwenda. Kuna namna unaweza kuingia kwenye ibada, kwenye nyumba ya ibada, lakini ukawa hauna ibada ya kweli. Kwa sababu gani? Umerithi tu. Umeona wengine wanaenda, umeona wengine wanafanya, lakini hauna ibada halisi ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni muhimu sana kuelewa hili. Ni mpaka umejua unachokiabudu ndipo utatoa ibada iliyo halisi. Bwana asifiwe sana. Mwandishi anasema kwenye kitabu kile cha Yohana sura ya 4 na mstari wa 20, anasema mama Msamaria alimwambia Yesu kwenye kitabu kile cha Yohana sura ya 4 na mstari wa 20, baba zetu waliabudu katika mlima huu. Kumbuka haya maneno anasema mama Msamaria, baba zetu waliabudu katika mlima huu. Maana yake yeye alirithi taratibu za ibada kutoka kwa baba zake bila kujua kile anachokiabudu. Mtumishi wa Mungu ametueleza vizuri. Mtu anaweza, ni rahisi sana kuabudu bila kujua unachokiabudu, kama ilivyokuwa kwa mama huyu Msamaria. Anasema baba zetu walimwabudu Mungu, waliabudu. Baba zetu anasema baba zetu waliabudu katika mlima huu. Baba zetu waliabudu katika mlima huu. Na haelewi kwamba au haituonyeshi kwamba hao walikuwa wanapeleka ibada kwa Mungu aliye hai au ibada kwa Mungu asiye hai. Na moja kwa moja tunaweza kuelewa katika ufahamu wake, katika mawazo yake tutaelewa. Ndio maana Yesu anadhihirisha kwamba kuna namna fulani mama Msamaria alikuwa amerithi mfumo wa ibada, lakini hajui anachokiabudu. Kwa maana hiyo automatically hawakuwa wanamwabudu Mungu aliye halisi. Kwa hiyo wanatoa ibada lakini sio kwa Mungu aliye halisi. Baba zao walikuwa wanafanya ibada na ilikuwa taratibu yao na kawaida yao na wao kutoa ibada, lakini si kwa Mungu aliye halisi. Sasa hili ni jambo ambalo lipo katika tamaduni zetu, lipo katika familia zetu, liko katika taifa letu, liko kwenye kanisa la sasa. Ni changamoto ambayo ipo. Kwa hiyo unaweza kukuta kuna tamaduni fulani watu kwa sababu wamezaliwa wanaona wazee wao kile kifika mwaka fulani lazima wakatambike, ni ibada yao. Kwa hiyo watu wanaweza kwenda kufanya hivyo. Kwa sababu gani? Hawajui kile wanachokiabudu, lakini wanaenda kufanya hivyo. Inawezekana kila baada ya muda fulani watu wanatakiwa kurudi kwao,
wakafanya ibada, wanarudi kule wanaabudu mizimu. Hawajui wanachokiabudu, lakini wanaabudu. Kwa sababu gani? Wamerithi kutokana na mfumo ambao walikuta wazazi wao wanaabudu. Sasa huu ni utaratibu ambao hata Mungu ameuweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Mungu anazungumza na Musa, anawaambia kwenye kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6, anawaambia muwafundishe watoto wenu wanapoketi, wanapokula, wanapotembea, popote watakapokuwepo, kumjua Bwana Mungu wao, wampende Bwana Mungu wao. Maana yake hata Mungu amejiwekea utaratibu kwamba watu warithishwe kumhusu yeye. Bwana asifiwe sana. Lakini wafundishe, waelewe wanayemwabudu. Sasa hata upande wa giza, huu ni utaratibu ambao na wao wamejiwekea, ili wakikamate kizazi au uzao. Kwa hiyo wanaweza wakatengeneza tu mfumo ambao watoto watadumbukia hapo, vitukuu watadumbukia hapo, lakini hawajui kile wanachokiabudu. Sasa ni muhimu sana. Mama Msamaria aliingia kwenye huu mtego wa kuabudu kile asichokijua, kwa sababu baba zao walikuwa wanaabudu. Sasa mtumishi wa Mungu anatoa mfano mwingine kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 17 na mstari wa 23. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 na mstari wa 23. Mtume Paulo alipofika Efeso, alikutana na hao watu ambao walikuwa wanaabudu, wametengeneza madhabahu iliyoandikwa kwa Mungu asiyejulikana. Wametengeneza madhabahu iliyoandikwa kwa Mungu asiyejulikana. Kumbuka tumesema hapo, mtumishi anaendelea kukazia kuonesha mifano kwamba mtu anaweza kuabudu, ni rahisi sana kuabudu kile usichokijua. Kwa hiyo watu hawa kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 17, Biblia inasema, ndio mtumishi wa Mungu anasema, ndio maana mtume Paulo alipoenda katika mji wa Efeso alikuta kanisa moja liliandika kwa madhabahu katika madhabahu yao kwa Mungu asiyejulikana. Maana yake wanamwabudu Mungu ambaye hata wao hawamjui. Imagine watu wanafanya ibada lakini hawamjui Mungu wanaomwabudu. Kitabu kile cha Efeso, kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 17 na mstari wa 23. Sasa huu umekuwa ni utaratibu wa watu wanaingia hapo. Ni muhimu sana mimi na wewe ambao tumepata neema na tunamjua yule tunayemwabudu. Nimekwambia hili kitu ambacho unapaswa kujichunguza wewe. Unajua kile unachokiabudu? Maana kama umepata neema ya kujua unachokiabudu, unapaswa kuridhisha pia kwa watoto wako. Unapaswa kuwafundisha pia uzao wako na watu wako watakaofuata baada yako. Maana yake kujua kile unachokiabudu kinaonesha wewe ni mwabudu halisi. Mtumishi wa Mungu Paulo anatuonesha hapa, watu walitengeneza na madhabahu kabisa. Wanaenda kwenye ibada zao. Inawezekana wanaenda Jumamosi au wanaenda Jumapili. Inawezekana wanaenda katikati ya wiki. Wameandika kabisa na majina mazuri kabisa kwenye nyumba zao, kwenye madhabahu zao za kukutania. Lakini ibada wanatoa ibada isiyo halisi. Hawajui Mungu anayemwabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie sana katika hili, kwa sababu tukimwelewa Mungu tunayemwabudu, tutamtolea ibada iliyo halisi na ibada iliyo ya kweli. Mtumishi wa Mungu anaendelea kusema hapa. Anasema Yohana katika kitabu kile cha Injili ya Yohana sura ile ya 4 mstari wa 22, anasema ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho. Haya ni maneno ya Yesu kwa mama Msamaria. Yesu anakubali kuwa huyu mama ni mtu anayeabudu, ni kweli. Lakini msisitizo wake ni kwamba huyu mama amekosa sifa ya kumfanya awe mwabudu halisi, kwa kuwa hajui anachokiabudu. Unapokosa kujua kile unachokiabudu, maana yake umekosa sifa ya kuwa mwabudu halisi. Kumbuka nimekwambia hiyo ni sifa ya kwanza. Sasa tuone ishara ambazo zilikuwa zinamuonesha huyu mama Msamaria kwamba hajui anachokiabudu. Namalizia hapo. Nimekwambia mambo mawili nitakuonesha hapo. Anasema mtumishi, kama hujui kile unachokiabudu, ukurasa ule wa 40, kama hujui kile unachokiabudu, unaweza kuwa na sifa ya kuabudu kama hujui kile unachokiabudu, unawezaje kuwa na sifa ya kuabudu kama inavyopaswa? Maana yake huwezi kuwa na sifa ya kuabudu kama inavyopaswa kama hujui kile unachokiabudu. Sasa mtumishi wa Mungu anasema kitu gani kilimfanya Yesu ajue kwamba mama huyu hajui anachokiabudu? Kitu cha kwanza, maana yake ishara ambayo ilionyesha huyu mama Msamaria hajui anachokiabudu. Jambo la kwanza ni maisha ya mama Msamaria. Bwana Yesu asifiwe.
Maisha ya mama Msamaria yalionyesha kwamba mama Msamaria hajui anachokiabudu. Bwana asifiwe sana. Kumbuka nyuma tulisema unachokiabudu kile au yule unayemwabudu anaamua tabia na maisha yako yaweje. Sasa unapo connect, kwa sababu tunamwabudu Mungu aliye hai na Mungu wetu ni mtakatifu, maana yake lazima maisha yetu yadhihirishe kitu kinachoitwa nini? Utakatifu au uchaji au usafi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye ni mwabudu halisi, maana yake tutaiona hiyo tabia ya Mungu ndani yake. Bwana asifiwe sana. Mwanamke Msamaria huyu hakujua anachokiabudu. Kwa hiyo maisha yake hayakuwa masafi, kwa sababu hata alichokuwa anakiabudu hakuwa anakijua. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakumbuka, tunafahamu alikuwa kahaba na mambo mengi machafu ambayo ameyafanya. Sasa huwezi ukawa unamwabudu Mungu aliye hai alafu ni kahaba. Huwezi ukawa unamwabudu Mungu aliye hai alafu ni mchawi. Huwezi ukawa unamwabudu Mungu aliye hai alafu ni mzinzi au ni mlevi. Hapana. Tukikuona una tabia za namna hiyo, maana yake tutakujua wewe ni mtu ambaye si mwabudu halisi. Bwana asifiwe sana. Mwabudu halisi lazima afanane na Mungu alivyo. Biblia inasema mtakuwa watakatifu kama Mungu wenu alivyo nani? Mtakatifu. Lazima tuoneshe hiyo tabia ya Mungu ndani yetu. Tunapokuwa mahali popote pale, kazini, kanisani, nyumbani, kwa sababu Mungu wetu ni mtakatifu, tabia zetu lazima ziakisi tabia ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili pale mwishoni, mtumishi wa Mungu anasema jambo la pili lililomfanya Yesu ajue kuwa mama huyu ajui anachokiabudu ni ufahamu na uelewa alionao, ambapo hapa tutakuja kukazia siku ya Jumapili ijayo. Tunaona hapa ufahamu na uelewa. Tuligusa kitu cha ufahamu wa rohoni kwenye sura ya 5. Kama hauna ufahamu wa rohoni wa kutosha, na niwapa kitabu cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 2, utajiri wote wa Mungu amefunga katika Kristo Yesu. Yaani tunapomjua Kristo Yesu, maana yake tumemfahamu Mungu. Ufahamu wetu unapoongezeka katika Kristo, tunamfahamu Mungu. Sasa kama mama Msamaria huyu alikuwa anaonyesha hana ufahamu au uelewa wa kile anachokiabudu, kwa hiyo tutampima mtu ambaye ni mwabudu halisi ama si mwabudu halisi kwa ufahamu wake juu ya kile anachokiabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo litatusaidia kumjua huyu mtu ni mwabudu halisi ama si mwabudu halisi. Kumbuka nimesema mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza nimekuonesha hapo mwabudu halisi na mwabudu asiye halisi. Lakini sifa za mtu ambaye ni mwabudu halisi lazima ajue anachokiabudu. Na tutajuaje huyu mtu ni mwabudu halisi ama si mwabudu halisi? Tutaona maisha yake, tabia yake, lakini tutauona ufahamu wake juu ya kile anachokiabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Funika macho na tuombe. Baba, asante kwa yale ambayo umeyapitisha kwetu asubuhi ya leo. Kiu yetu Bwana ni kuwa waabudu halisi. Tukuabudu katika roho na kweli. Maana umesema waabudu Mungu halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Na Baba anawatafuta watu kama hao ili wamwabudu. Baba, kiu yetu Bwana ni kuwa waabudu halisi. Tufundishe, tufahamishe kujua kwamba tunakuabudu wewe Mungu wetu ni mtakatifu. Maana tusipokujua kile tunachokiabudu, hakuna namna tunaweza kutoa ibada kamili mbele zako. Zaidi sana Bwana, kukuabudu kwetu sisi Bwana mabwana, kukudhihirisha wewe katika maisha yetu na tabia zetu. Na zaidi sana Bwana mabwana, katika ufahamu wetu wa kukujua wewe. Zaidi sana tukujue wewe. Zaidi sana tukufahamu wewe. Zaidi sana tukuelewe wewe. Ili Bwana tuwe waabudu halisi. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. 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 Barikiwa sana. Waimbaji karibuni kwa ajili ya kuendelea.